Mvutano kati ya Urusi na Ukraine umeingia katika hatua mpya hatarishi baada ya Moscow kutumia silaha inayojulikana kama Oreshnik katika mashambulizi yaliyolenga maeneo ya kimkakati ya Ukraine. Hatua hiyo imefasiriwa na wachambuzi wa kijeshi kama ujumbe mzito wa moja kwa moja kwa uongozi wa Kiev, hasa kufuatia madai ya jaribio la kumuua rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika mazingira haya, majibu ya kisiasa kutoka Ulaya na Marekani yamezidi kuonyesha mgawanyiko mkubwa katika namna pande husika zinavyotafsiri vitendo na haki ya kujilinda. Kwa mujibu wa simulizi kutoka vyombo vya habari vinavyoiunga mkono Moscow, matumizi ya Oreshnik ni sehemu ya mkakati wa Urusi wa kuonyesha kuwa iko tayari kupandisha kiwango cha mashambulizi endapo itahisi viongozi wake au miundombinu yake ya juu iko hatarini. Wachambuzi wanaoizungumza hali hiyo wanasema kuwa shambulio lolote linalolenga makazi au usalama wa rais wa Urusi Vladimir Putin linachukuliwa kama kuvuka mstari mwekundu, jambo linalolazimisha Kremlin kujibu kwa nguvu kubwa ili kuzuia vitendo vya baadaye. Hata hivyo, mtazamo huu haujaungwa mkono na nchi za magharibi kabisa. Ujerumani kupitia kauli za wanasiasa wake wakuu ikiwemo Friedrich Merz imeendelea kusisitiza kusimama upande wa Ukraine licha ya hatua za Urusi. Kauli hizi zinaonyesha kuwa Berlin na washirika wake wanaona mashambulizi ya Urusi kama ongezeko la uchokozi badala ya hatua ya kujilinda, na hivyo kuhalalisha kuendelea kwa msaada wa kijeshi na kifedha kwa Kiev. Kinachozua mjadala mkubwa zaidi ni tofauti ya namna matukio hayo yanavyopelekwa kimataifa. Wakati madai ya mashambulizi yanayohusishwa na Ukraine dhidi ya maeneo nyeti ya Urusi yakipelekwa kwa ukimya au tahadhari ndogo katika vyombo vya habari vya magharibi, majibu ya Urusi mara nyingi kutafsiriwa kama ushahidi wa uchokozi wa ziada. Hali hii imeimarisha simulizi ya Moscow kwamba kuna viwango viwili katika kuhukumu vitendo vya kivita, ambapo upande mmoja kulinda kisiasa na kimaadili huku mwingine ukilaumiwa bila kujali muktadha wake. Kwa upande wa kijeshi, Oreshnik inaelezewa kama silaha yenye uwezo mkubwa wa kushambulia kwa usahihi mkubwa na kuleta hatari kubwa katika muda mfupi. Matumizi ya Oreshnik yanatazama kama onyo kwa Kiev kwamba Urusi bado ina akiba kubwa ya chaguo kali za kijeshi ambazo haijazitumia kikamilifu katika vita vyake. Wachambuzi wanaonya kuwa hatua hii inaweza kubadilisha mizani ya kivita, hasa ikiwa itatumiwa mara kwa mara au dhidi ya malengo yenye umuhimu mkubwa wa kistratejia. Wakati huo huo, hofu imeongezeka kuhusu mwenendo wa baadaye wa Ukraine. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa Kiev, ikiwa katika hali ya shinikizo kubwa la kijeshi na kisiasa, inaweza kuchukua hatua za hatari zaidi ili kulazimisha kuendelea kwa msaada wa magharibi au kubadilisha mwelekeo wa vita. Hatua kama hizo zinaelezewa kuwa za kuchochea na zisizotabirika, zikiwa na uwezo wa kupanua vita na kuhusisha moja kwa moja mataifa makubwa zaidi. Kwa ujumla, matumizi ya Oreshnik yanaashiria awamu mpya ya vita ambavyo sasa vinaonekana kuhamia katika kiwango cha juu cha hatari na ujumbe wa kisaikolojia. Badala ya kuwa mapambano ya kijeshi pekee, vita hivi vinazidi kuwa vita vya ishara, kauli na mstari mwekundu. Ikiwa pande zote mbili zitaendelea kupuuza hatari ya makosa ya kimahesabu, basi mustakabali wa mgogoro huu unaweza kuwa mbaya zaidi kwa Ukraine, Urusi na usalama wa Umoja wa Ulaya.